Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namtakia rehma na amani ziwe juu yake na kipenzi chetu Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunawakaribisha tena katika utukufu wa Ramadhani. Wanawake hufanya baadhi ya makosa, na kosa la kwanza nitalizungumzia kuchelewesha au kupuuza swala kwa sababu ya uchovu. Hili sababu linapokuja, mtu asema amechoka sana, sijui amepika sana, sijui amefanyeje, akachelewesha kuswali hiyo swala katika muda wake. Na kumbukeni katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, afdhalul amal as-salatu liwaqtiha, amali njema ni kutekeleza swala katika muda wake maalum, vile ilivyokuja katika ayati Qur'an, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imefaradhishwa kwa nyakati maalum, katika suratu Nisa ilivyosema hivyo. Na kupuuza swala juu ya uchovu pia ni kuwa mlagai sana kwenye nguzo ya Uislamu, alivyosema Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema bunya al-islamu ala khamsat, Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Awala nasema shahada, baada shahada as-swala, swala inakuja baada ya shahada, inatekeleza kwa muda wake na ina thawabu zake. Ndio maana unaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hukathirisha sana kufanya ibada ya swala, ibada ya kusoma Qur'an. Ndani ya kuswala tunasoma Qur'an. Ndio maana ilipokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa namna kama hiyo. Imam Ibn Taymiyyah asema swala ni nguzo kuu, anayewacha kwa kusudi, kisingizio cha uchovu, kisingizio cha mambo sijui karabla mambo mingi sana hapa na pale, basi huyu atakuwa amefanya makosa. Kama ulijua unachelewesha, sijui umechoka, jueni kwanza umefanya makosa. Na katika kosa la pili, wanawake kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini kutovaa hijabu ipasavyo, wala yubudina zinatahunna illa ma dhahara minha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani Karim, wala wasionyeshe mapambo yao. Baadhi ya wanawake huvaa mpaka tunaona wa maumbili yao, anajikuta yupo hapo tukua amejistiri kuwa ni Muislamu, hijabu za aina hiyo hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema zinatahunna, kuji mapambo ya mwili wako, lazima uistiri mwili wako, kuanzia kwenye maziwa, kuenda kwenye makalio, kuenda kwenye miguu, kuenda kwenye sura yako, lazima ujihifadhi mwili wako. Baadhi ya wengi wao namkuta amevaa, sema sijui wanaziita sheria, amevaa chupi yaonekana ndani waziwazi, chupi yaonekana waziwazi, mjua fulani kavaa nyekundu, mjua fulani kavaa nyeusi. Hivyo kwa namna kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuja kusema katika hadithi ambayo ni sahihi Muslim, nisaun kasiyatun ariyatun. Wanawake wengi ilipoanza katika hadithi hii wamejaa katika moto wa nari Jahannam, moto wa nari Jahannam. Kwa sababu gani? Alipokuja katika kauli ya Imamu Nawawi, wanawake waliovaa lakini uchi, umevaa lakini uchi tulivyoelezea pale juu. Kosa lingine, kupoteza muda mwingi jikoni kuliko katika ibada. Wanazurura mwezi mtukufu wa Ramadhani unapofika, watu waingia jikoni, mara pika sumbusa, mara kakata majuisi, mara kaweka matunda, mara kaweka nini, pilau kadha wa kadha. Mwezi si wa kukula jamani, mwezi ni wa kutekeleza ibada. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ungetekeleza muda mwingi wa kusoma Qur'an. Kwa hivyo kana Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, watu wapoteza muda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanya nini? Kutekeleza vitu ambavyo havipo. Ndio maana Ibn Qayyim al-Jawziyya sema kupoteza muda kupunguza baraka za Ramadhani. Kama ulikuwa hujajua jambo hili pia lijulikane. Jambo la nne, kuchelewesha kulipa siku za hedhi bila udhur. Na Mwenyezi Mungu asema fa'iddatun min ayamin ukhra, basi atimize idadi katika siku nyingine iliyokuja katika suratul Bakara.
famastati' an aqdiyahu ila fi Sha'ban. Hii hadithi ya Aisha radhiallahu anha aliposema lazima mtu asicheleweshe kutimiza siku zake za kulipa mpaka mwezi wa Shabani, Ramadhani nyingine, bila udhuru, bila sababu kuu. Kwa hivyo itakuja nini? Ibn Qudama aliposema kuchelewesha bila udhuru ni kosa na ni wajibu kutubu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, insha Allah subhanahu wa ta'ala, kosa la 5 wanawake kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya ghiba na mazungumzo yasiyofaa. Mwenyezi Mungu asema wala yahtabu ba'dukum ba'dan, wala msisingiziane. Ilipokuja katika sura Hujurat aya 12, watu wasingiziana maneno, mara waongea nini. Lakini kwa nini? Kwa sababu gani? Man lam yad'u qawla zur, yeyote ambaye anazungumza maneno ya uongo, falaisa lillahi hajjat fihi, hakuna haja kwa Mola subhanahu wa ta'ala kufunga an yad'u ta'amuhu wa sharabuhu. Mtu huyu kama huyo mtu Muhammad SAW asema ale tu chakula chake, akunywa vinywaji vyake, hakuna haja mtu kafunga na anadanganya toka aula za uzuri, maneno za uongo, kudanganya hapa na pale. Kwa hivyo isiwe moja katika makosa ambayo yanapatikana Jumaana. Wanawake wengi wapenda kusengenyana, wapenda kufanyana mambo ambayo yasio sawa sawa. Rajab al-Hanbali anasema madhambi hupunguza malipo ya saumu. Ukimsengenya mtu hupunguza thawabu ya saumu. Kwa hivyo inshallah tabaraka wa taala